Bwana Yesu na asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, usiku wako ulikuwa namna gani? Ninaamini kwamba ulikuwa ni wa baraka. Bado neema ya Mwenyezi Mungu imekubeba ama imetubeba. Basi ni asubuhi njema ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa pamoja na pia kufundishwa kwa pamoja neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na Pastor Priscilla Muasia kutoka kanisa la ABC Mwanga, Kangundo, Pastor Machakos, Sub-Headquarters. Nikitumai kwamba hakika baraka za Mwenyezi Mungu nazo utaweza na kupatana nazo. Basi karibia katika runinga yako, tuzidi na kubarikiwa kwa pamoja. Mpendwa mtazamaji, na kusalimu tena katika jina la Yesu. Asubuhi hii njema ambao Mungu wetu ametupatia. Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya kutupatia nafasi nyingine ya kusikia neno lake. Neno la leo tutasoma katika Luka mtakatifu sura ya 1 mstari wa 28 ambapo Biblia inasema hivi: Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu tunasema asante asubuhi ya leo kwa ajili ya wema wote ambao umeonyesha kwetu. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo liko mbele yetu. Baba yetu wa mbinguni, ukanene nasi na ukatubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kama vile tumesoma katika kifungu cha kwanza mstari wa 28. Ni wakati ambapo malaika alitumwa kwa bikira ambaye anaitwa Mariamu. Neno ambalo tuko nalo siku ya leo linasema neema ya Mungu. Neema ya Mungu ambao iko juu ya maisha yetu. Neema ni kuhesabiwa haki pasipo matendo. Mariamu alikuwa msichana au alikuwa bikira, mtu wa kawaida tu, mtu ambaye hakuna jambo lolote ambalo alikuwa ametenda ili akaweze kupata kibali au akaweze kupata neema ya kumzaa mwana wa Mungu. Mariamu alipewa hii neema na Mungu, na alipewa hiyo neema peke yake ili akaweze kuwa chombo cha kubeba wokovu, ili ule wokovu ukaweze kuwafikia wanadamu wote, mimi na wewe, tukaweze kupokea ule wokovu ambao ulipitia kwa huyu bikira ambaye anaitwa Mariamu. Wakati ambapo malaika alifika kwa Mariamu, tunaona alimsalimia, na katika salamu yake akamwambia Mariamu ya kwamba amepata neema mbele za Bwana. Japo tunaona ya kwamba Mariamu aliweza kufadhaika sana kwa sababu ya ile salamu ambayo aliweza kupewa, kwa sababu hakujua kwa nini apate salamu ya aina ile. Kumbe ni kwa vile Mungu alikuwa amemwaga neema yake juu yake. Alikuwa amemwaga neema juu ya maisha ya huyu msichana. Wakati tunapopata ile neema, neno la Bwana linasema ya kwamba katika ile neema tunayopata kila siku na kila wakati huu tunapoendelea au tunapongojea kusherehekea kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, tunaona neema inatupatia wokovu. Wakati Mariamu alipoambiwa neema ambayo iko juu yake, kwa nini apate neema? Kwa maana amechaguliwa. Na katika ile neema tunaona aliambiwa yule mtoto atakayezaliwa atakuwa mkombozi wa ulimwengu. Tunapopokea neema, neno la Bwana linasema ya kwamba tunapokea wokovu. Tunapopokea wokovu, tunahesabiwa kuwa wana katika ufalme wa mbingu. Pia wakati tunapopokea ule wokovu, tunaona Mariamu aliambiwa pia ya kwamba ule wokovu utaleta ufalme wa milele. Nilipokuwa naangalia, ninaona ya kwamba falme zote za dunia au falme zote za ulimwengu, tunaona falme zinakuwa na mwisho, lakini ufalme ambao unapokelewa na wale ambao wamepata neema, tunaona ya kwamba ufalme huo wote unakuwa wa milele. Wapendwa mtazamaji mpendwa, asubuhi ya leo wakati ambapo tunangojea kusherehekea kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, tujue ya kwamba neema ya Mungu ipo juu ya maisha yetu. Tunapopokea ile neema, tunapokea wokovu, tunahesabiwa kuwa wana katika ufalme wa mbingu. Tunapopokea wokovu, tunaona ya kwamba tunapata ufalme
mfalme wa milele. Yesu Kristo ni mfalme wa milele. Atakapozaliwa katika maisha yetu, atakapozaliwa katika ulimwengu, ataweza kuleta ufalme. Alileta ufalme ambao ni wa milele na milele, ufalme ambao hauwezi kuharibiwa na kitu kingine. Mpendwa mtazamaji, wacha neema ya Mungu ikakutoshe asubuhi ya leo. Wacha neema ya Mungu ikawe juu ya maisha yako. Wacha neema ya wokovu ikaweze kukufikia. Wacha neema ya ufalme ikaweze kufika katika maisha yako. Tunaposoma katika Waefeso sura ya 2, tunaona katika mstari wa 8 Biblia ikisema hivi. Biblia inasema, kwa kuwa mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neema inatupa wokovu. Maana hapa mtumishi wa Bwana Paulo anawaambia wana wa Waefeso ya kwamba hawakupokea neema kwa ajili ya tendo lolote. Kwa hivyo asubuhi ya leo, tendo la imani peke yake ndilo litaweza kutusaidia, ndilo litaweza kutuongoza, ndilo litaweza kututia moyo, ndilo litaweza kutuwezesha kuenenda na kutenda yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha neema ya Mungu itutoshe na kibali chake kikawa juu ya maisha yetu, na tukatosheke kuishi katika wokovu ambao Mungu wetu ametupa kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, tunasema ni asante sana kwa ajili ya neema yako. Mariamu aliambiwa amepata neema. Alikuwa amechaguliwa ili akaweze kubeba ule wokovu. Asubuhi ya leo tunajua ya kwamba tunapata neema sio kwa ajili ya matendo yetu, bali ni kwa ajili ya upendo wako mkuu juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya Yesu ambaye anatupatia neema ya wokovu na kutuhesabia haki kwa ajili ya utukufu wako. Baba yetu wa mbinguni, neema yako ikaendelee kuwa juu yetu na ikaendelee kututosha. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Mungu hawezi akasahau ahadi zake. Sijui umesubiri kwa muda upi. Kile ambacho umekuwa ukiombea, sijui umekaa ukisubiri. Imbi kwa miaka, kwa miezi. Hivi sasa tu tunaendelea tunakuhesabu tu. Mawiki hivi. Wiki 2 hivi. Ili mwezi ukaweze na kuisha na mwaka ukaweze na kuisha. Sijui ni kipi ambacho ulikuwa unaomba Mwenyezi Mungu kuanzia Januari pale mwezi wa kwanza, wakati ambapo tuliweza na kuingia huu mwaka. Unaweza kuwa unasema kwamba kuna kile ambacho nimekuwa nikipeana mbele za Mwenyezi Mungu tangia tuingie huu mwaka, singeweza na kupata ama kupokea majibu. Lakini mpenzi mtazamaji, Mungu hawezi akasahau ahadi zake. Kile ambacho aliahidi juu yako, hata yale maombi ambayo umekuwa ukimuomba, bado yuwakumbuka. Wakati wake ukitimia, naone kwamba unafaa kupewa kile ambacho ulikuwa unakiomba, hakika utaweza na kupata. Lakini inategemea tu imani yako. Je, unasubiri ukiwa unamwamini, ama umeweza na kukata tu tamaa na kuona kwamba nimechelewa, imekuwa hivi, mimi sasa siwezi nikangojea tena? Hebu angalia mahali ambapo tumeweza na kufundishwa na kusomewa siku ya leo. Elizabeti na mume wake Zekaria, ingawaji walikuwa wazee, wakati wa Mwenyezi Mungu ambapo uliweza na kufika, aliweza na kuwabariki. Aliweza na kuwabariki na mtoto. So, kile ambacho kinategemea ni imani. Bado unazidi na kumwamini Mwenyezi Mungu, na kile ambacho tumeweza na kuona tena, yani ucheleweshaji sio kukataliwa. Si kukataliwa. Kile ambacho kimeweza na kukawia, ingawaji umekiombea sana, si kusema kwamba Mwenyezi Mungu ataweza na kukubariki nacho. Unaweza kuwa unaangalia, niliweza na kumaliza masomo na huyu, amliweza na kupata kazi, ameweza na kufanya 1 2 3, lakini mimi niko pale pale. Bado kazi yangu ni kubisha ofisi ingine na ingine nikitafuta kazi.
sijafanikiwa. Nilikuwa na huyu, amepata hata familia. Mimi kazi yangu niko tu hapa. Nimesimama tu mahali tu pamoja. Usianze kuona kwamba ni kama Mwenyezi Mungu yakuchukia. Ni kama Mwenyezi Mungu yakupendi. Mwenyezi Mungu bado anakupenda. Kile ambacho umekuwa ukiomba anakijua.